Kwa kawaida ndugu zangu, anaibiwa haibiwi kwa sababu ni gege, haibiwi kwa sababu kalegea, haibiwi kwa sababu ni mzembe. Anaibiwa kwa sababu kuna mwizi mmoja kazoea kuiba, na maadamu yuko ataendelea kuiba. Na laiti ingekuwa kuiba au kuibiwa ni uzembe au ni ubwege, msingeibiwa kwenye nyumba za ibada, si nyumba za Mungu eti jamani. Lakini kwenye misikiti tunaona mtu anapanga elimu safi, akaweka kazi akaiba saa. Yes, unadhani anaibiwa ni bwege? Ni kwa sababu huyu bwana ni mwizi. Huyu bwana mwizi. Na sisi wa Tanzania tuna aina zote, tuna shida zote, lakini hatujazoea wizi kuongozwa na mwanamke. Tuna shida zote, tuna matatizo yote tulionayo, lakini hatujazoea wizi kuongozwa na akina mama. Hebu semeni akina mama, hebu semeni aibu si aibu kwa kina mama? Aibu si aibu kwa kina mama? Hatujazoea, hatujazoea. Sasa hii itakuwa mbaya zaidi, hii inakuwa mbaya zaidi. Kwa hiyo baada ya yote haya tukasema hebu tukumbuke tulikotoka. Wengi wanaosema kwamba labda tumekuwa na siasa laini, tumekuwa na siasa nyepesi, tumekuwa na siasa legelege, wengine tumekuwa na siasa za mwingi. Naomba wakumbuke kwamba tulikotoka kati ya 2015 2020, baada ya matokeo yale ambayo kipindi hichi hakuna ambaye hakuathirika, hakuna ambaye hakuathirika hata mmoja, kwa namna moja ama nyingine. Ilipoanza awamu ya 6, wito ulikuwa kitu gani? Mwelekeo ulikuwa kitu gani? Matarajio yalikuwa kitu gani? Awamu ya 6 imeanza na kauli ya kuliponya taifa. Ndivyo sivyo jamani? Ilianza na kauli ya kuipa matumaini, kuwapa matumaini wa Tanzania kwamba tulikotoka tumetoka. Na ndio maana makamu mwenyekiti haya alikuwa akiyazungumza maneno ambayo yakizungumzwa na viongozi wa Chama cha Mapinduzi, yakizungumzwa na viongozi kwamba ya 2019 hali ilikuwa mbaya. Mnakumbuka makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi alipokuja kwenye mkutano wetu mkuu, alizungumza kwamba kama uchaguzi wa 2020 ungesimamiwa ipasavyo kwa sheria zile zile, usingekuwa na matatizo.